Wanasema habari dokta, nimeona posti zako nyingi mtandaoni. I say, nina shida sana, nimepoteza hamu ya tendo la ndoa siku nyingi sana, yapata miaka 17. Sasa hospitali nimeshaenda nyingi sana, naambiwa sina shida yoyote. Naomba msaada wako kama naweza kupona katika hili. Ni maandalizi pia, wakati ndo naona ni tatizo. Nahisi kama mume ameshanikatia tamaa. Ni swali ambalo linasikitisha ndani yake. Katika swali hili, mimi kama mtaalamu wa sayansi ya mapenzi, lakini pia mtaalamu wa tendo la ndoa, nimewaza vitu vingi sana ndani yake. Tayari hili ni tatizo, lakini ni issue ambayo cha kwanza naiona psychologically, lakini pia cha pili ninaiona kimwili. Natamani kuuliza mwanaume ambaye unanitazama hapa, ni lini mara ya mwisho umekaa na mke wako mkaongea kuhusu tendo la ndoa? Hizi habari za kwamba sisi tuko bize na kutafuta hela ni kivuli cha watu ambao wana idadi mingi ya mchepuko au michepuko kwa wanawake na wanaume. Pesa haiwezi kukufikisha kileleni. Naona maoni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii anasema, wewe niwekee tu 20,000 hapa au niwekee 200,000 hapo, mimi nitafika tu kileleni vizuri. Sio kweli. Ingekuwa hivyo, Bill Gates angekuwa anamfikisha mke wake kwa kiwango cha hali ya juu sana, na huyu mwanamke asingetamani kuvunja ndoa, asingetamani wagawane mali na mwanamume ambaye anayempa utamu, maana kila akiwekewa dau mezani atakuwa anakojoa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mwanaume unayenisikiliza hapa, mwanamke unayenisikiliza hapa, usidanganyike, usihadaike na kile unachokiona mitandaoni. Deal na mwenza wako, dili na mke wako, dili na mume wako. Zungumzeni kuhusu tendo la ndoa, zungumzeni mambo yenu ya kihisia, ongeleeni kuhusu hisia zenu. You can imagine, huyu ni mke wa mtu anakuambia miaka 17 hana hisia, lakini mwisho anamaliza kwa kusema kwamba ninahisi mume wangu ameshanikatia tamaa. How sad it is. Ni habari ya kusikitisha kwa kiwango kikubwa sana. Nakwambia kabisa, mume wangu ameshanikatia tamaa. Maanake haoni matumaini yoyote katika hiyo ndoa. Hii sio hali nzuri. Hii ni hali mbaya kwa kiwango cha hali ya juu zaidi. Sasa basi, msaidie mke wako, msaidie mume wako. Wewe ni mwanandoa, una mchumba ambaye tayari mnashiriki tendo la ndoa, mnapitia changamoto katika tendo la ndoa, iwe ni hisia, iwe ni jinsi ya kumfikisha mke kileleni, jinsi ya kumridhisha mume. Wewe ni mwanamke, una experience hali kama ya dada, unashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa. Njoo nikusaidie. Nitakusaidia psychologically, nitakusaidia kimwili, na sio lazima dawa. Vitu vingine is a psychological. Hii ni psychological ambayo ni ipo kichwani hapa. Through that utapata uponyaji na utakaa sawa. Ni kweli kama Dr. Kuboja na tiba ya mvurugiko wa homoni kwa mwanamke, lakini hatuwezi tukampa dawa ya homoni
huyu mwanamke pasipo kuangalia saikolojia yake ikoje, pasipo kuangalia hali yake anavyoshiriki tendo ikoje. Mtu anayekosa hisia, kuna vitu vingi sana vya kuweza kuangalia. Kuna masuala ya kiafya ya kuweza kuangalia, kuna masuala ya lifestyle katika vyakula anavyovitumia. Yote hayo lazima twende tuka deep in kuweza kuangalia source ya tatizo la huyu mhusika ni nini, tuweze kumsaidia psychologically. Sasa unaponipigia simu, kuna gharama ndogo ya ushauri nasaha ambayo utachangia. Siwezi kuongea na kila mtu bure. Yaani hata wewe mwenyewe nikikupa nafasi ya kuongea na mimi bure hapa, au nikitoa nafasi ya kuongea na mimi bure, ukinipigia simu nitakuta simu yangu kwa busy, maana yake napigiwa simu nyingi sana kwa siku. Napokea simu zaidi ya 50 kwa siku, message zaidi ya 200 kwa siku. Message ni nyingi, nakosa hata muda wa kuweza kuzijibu. Kwa utachangia gharama kidogo, alafu then baada ya hapo utanipigia, nitakupa utaratibu, utalipia, then nitaongea nawe kwa kina, nitakusaidia. Lakini kama itahitajika niweze kukusaidia wewe na mume wako, pia nitawasaidia. Kama itahitajika niweze kuwasaidia wewe na mume wako, pia nitawasaidia. Kwa hiyo nipigie kupitia namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Ongea na mume wako, ongea na mwenza wako, ongeleeni tendo la ndoa, ongeleeni habari ya kihisia juu yenu, ongeleeni hisia zenu juu yenu. Hisia za mke wako zimepotea, jaribu kujua kwa nini mke wako anapitia katika hiyo hali hiyo. Hisia kwa mume wako zimepotea, tafuta msaada kuweza kujua kwa nini mwenza wako anapita katika situation hiyo. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa wa magonjwa ya lishe na mahusiano. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Asante.